Kipindi hiki cha Twende Pamoja kinaletwa kwenu na Halotel. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank, Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata laini yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Channel 10. Karibu katika kipindi cha Twende Pamoja. Twende pamoja na nani? Siku zote tunasema twende pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anayekualika katika kipindi cha leo ni mimi Hamisi Mkotia, na kukaribisha tukutane pamoja na tuketi pamoja kwa muda wa takriban dakika 60 tukiangazia yale ambayo yametukutanisha kwa siku ya leo. Mtazamaji, ni kujuze tu kipindi cha Twende Pamoja siku zote huwa kinaangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 katika nyanja mbalimbali ama katika sekta mbalimbali. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia wiki ya nishati jadidifu Tanzania katika mwaka huu 2025. Katika kujadili mada hii tumemwalika hapa mwenyekiti wa Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania, kwa kifupi TAREA, Dr. Prosper Magali. Tutajadili naye kwa muda wa dakika 60, lisali moja hilo, katika kuchagiza na kuangalia nini maana ya nishati jadidifu, umuhimu wake, na ni kwa namna gani nishati mbadala inavyokwenda kuchangia katika uzalishaji wa umeme nchini Tanzania na kufikia malengo ya serikali. Dr. karibu. Asante sana. Nashukuru sana kutukaribisha. Naam, asante sana. Mtazamaji, ni kipindi cha Twende Pamoja. Nikujuze tu kwamba nishati jadidifu ni chanzo kingine muhimu kabisa kinachoweza kuzalisha umeme kwa gharama nafuu na kinachotosheleza mahitaji ya nchi. Kwa upana wake na kwa undani wake, daktari yuko hapa atatujuza ni kwa namna gani nishati mbadala ama nishati jadidifu inavyoweza kufanya kazi na kukidhi malengo ya serikali katika uzalishaji wa umeme nchini. Dokta, naam, hebu tuanze hapa. Tunapozungumza nishati jadidifu, nini maana yake hasa? Asante sana. Nishukuru tena kwa kutukaribisha na kupata hii nafasi ya kuzungumza na wananchi, hususan kwenye ile eneo muhimu sana la nishati na hasa nishati jadidifu. Sasa tunapozungumza nishati jadidifu, wengine wanasema nishati mbadala, lakini Kiswahili sanifu tulichopewa na BAKITA tunatakiwa tuite nishati jadidifu. Na tunaposema nishati jadidifu ni nishati inayopatikana kutokana na vyanzo ambavyo ni endelevu, ama tunasema pia vyanzo vya mzunguko, vyanzo ambavyo havimaliziki. Sasa mfano wa nishati hizo ama vyanzo hivyo, chanzo kikuu kabisa cha kwanza ni maji. Maji kwa hapa Tanzania kwa sasa ndio chanzo kinachoongoza katika kuzalisha umeme. Tuna karibu kwa sasa asilimia karibu 60 ya uzalishaji wa umeme unatokana na chanzo hiki cha maji, na ni hasa baada ya kukamilika kwa mradi ule mkubwa kabisa wa bwawa la Mwalimu Nyerere kule Rufiji. Kwa hiyo tukaongeza karibu megawati 2000 za umeme
na kukifanya chanzo hiki sasa cha maji kuwa chanzo kinachoongoza katika kuzalisha umeme. Na tunaweza kusema tunashukuru Mungu sana kwa Tanzania, kwa sababu kwa sasa tuna karibu 61.8% ya uzalishaji wetu wa umeme unatokana na nishati jadidifu. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa tunaweza kusema tumeyapiga kwa sasa. Kwa hiyo maji ni moja ya chanzo cha nishati jadidifu. Chanzo kingine ni jua. Jua ni la asili. Jua tunafahamu kwamba halitamalizika, tutakuwa nalo kwa kipindi kirefu kijacho, na jua ndio tunasema ndio chanzo kikuu cha nishati zote, na tunatumia jua katika mambo mbalimbali. Tunaweza kutumia jua kuzalisha umeme, tunatumia jua kupata joto, kupata nishati ya joto, na inatumika kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo jua ni chanzo kingine cha nishati jadidifu. Chanzo kingine ambacho pia kinatumika sana na kwa Tanzania kwa mfano, 90% ya matumizi yote ya nishati yanatokana na hiki chanzo. Kwa Kiswahili tunaita tungamotaka, ama sisi tunaweza tukaita pia nishati inayotokana na mimea. Matumizi yale ya kuni na mkaa na vyanzo vingine, hivyo vyote viko kwenye ile eneo la nishati jadidifu. Sasa inakuwa nishati jadidifu pale tu vyanzo hivi vitakavyotumika kwa uendelevu, kwa maana ya kwamba ni lazima kwa mfano tunapotumia misitu katika kuzalisha nishati, tuhakikishe kwamba tunapokata mti tunapanda na miti mingine, na tunatumia kwa kiwango kidogo kile ambacho kinakubalika kwa taratibu zinazotakiwa. Kwa hiyo hiki ni chanzo kingine cha nishati jadidifu, na tunaamini kwamba kama kukiwa na umakini katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na uendelevu kwenye hili eneo, hiki ni chanzo ambacho pia kitamalizika. Tuna chanzo kingine tunaita joto ardhi, kwa Kiingereza tunaita geothermal. Hiki ni chanzo ambacho kwa hapa Tanzania tumeweza kukipata miaka hivi karibuni, na kwa sasa serikali inafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba kwenye hili eneo pia linachangia katika kuzalisha umeme, na tafiti zinaonyesha kwamba kutoka kwenye hiki chanzo tunaweza tukapata zaidi ya megawati 5,000 za umeme kwa kutumia joto ardhi. Na sasa hivi kuna miradi kadhaa ambayo inasimamiwa. Serikali imetengeneza kampuni ya kuendeleza nishati ya joto ardhi, na kuna vyanzo ambavyo viko kwenye hatua mbalimbali za uendelevu, ili ikiwezekana miaka michache ijayo hiki chanzo na chenyewe kiweze kuchangia katika upatikanaji wa nishati na hususan nishati ya umeme. Kwa hiyo hivyo ndivyo baadhi ya vyanzo vikuu kabisa vya nishati jadidifu na vinatumika hapa kwetu Tanzania. Nikurudishe nyuma kidogo Dokta. Awali wakati unatoa tafsiri ama maana ya neno nishati jadidifu, ulisema kwamba BAKITA wao wamesema kwamba ni nishati jadidifu na sio nishati mbadala. Kwa nini awali ilikuwa ikijulikana kama nishati mbadala? Sasa kulikuwa na huo mkanganyiko wa kuhusisha nishati jadidifu na nishati mbadala, lakini wakati mwingine nishati mbadala inaweza isiwe ni jadidifu. Kwa hiyo nishati mbadala maana yake ni kile unachoweza kutumia kinachoweza kuwa badala ya chanzo kingine ambacho kinatumika. Kwa hiyo BAKITA wao ndio katika sisi kufuatilia tukaambiwa kwamba nishati jadidifu, sasa tafsiri sahihi ya neno la Kiingereza tunaliita renewable energy. Tafsiri sahihi ya Kiswahili ni nishati jadidifu na sio nishati mbadala, kwa sababu unaweza kuwa na nishati mbadala lakini zisiwe pia jadidifu. Ningeweza kutoa mifano hapa, labda nitoe mfano mmoja. Sasa hivi kwenye kupika, pamoja na nishati zingine nyingi, nishati ambayo pia inahamasishwa na serikali ili watu waitumie katika kupika, kwa maana ya nishati safi, tuna hii nishati ya gesi, matumizi ya gesi. Sasa matumizi ya gesi ni nishati mbadala. Okay. Sawa, nishati mbadala, lakini kwetu sisi gesi sio jadidifu. Kwa sababu haiendelei. Na vyanzo vyake vinatoka, gesi hii tunayotumia inatokana na vyanzo vya petroli.
ni moja ya zao linalotokana na uzalishaji wa nishati za petroli. Kwa hiyo nishati ya petroli sio jadidifu, kuna wakati inaweza ikamalizika. Kwa hiyo ndio sababu hasa sisi tunajikita zaidi kuzungumzia zile nishati ambazo ni jadidifu. Wakati akizungumza katika siku ya kimataifa ya nishati safi Januari 27 mwaka huu, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kwamba nishati jadidifu inatarajiwa kuwa chanzo kikuu cha uzalishaji wa umeme duniani. Unazungumziaje kauli hii? Kwanza nafikiri watu wengi wanafahamu kwamba kwa sasa dunia iko katika wasiwasi mkubwa sana wa mabadiliko ya tabia nchi, na hizo athari tunazishuhudia maeneo mbalimbali, na hata hapa kwetu Tanzania tunaziona hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi. Sasa Umoja wa Mataifa wao wanaazimia kwamba miaka michache ijayo, ikiwezekana ikifika mwaka 2050, nishati jadidifu ndio kiwe chanzo kikubwa kabisa katika uzalishaji wa nishati ili kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sisi kama wadau, tamko hili kwanza tumelipokea vizuri sana, kwa sababu pamoja na kwamba inaenda kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini kwetu sisi kama nchi, kama Tanzania, tumebarikiwa kuwa na vyanzo vya nishati jadidifu vya kutosheleza. Tuna hiyo bahati. Kwa mfano, tuna mito ya kutosha kabisa inayotupatia maji ya kutosha kuweza kuzalisha nishati, pamoja na miradi ambayo imeshakamilika ikiwemo mradi mkubwa wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Serikali ina mipango mbalimbali ya kuendeleza chanzo hiki cha kutumia maji kuzalisha umeme. Tuna miradi mbalimbali. Kuna mradi wa Rusumo kwa mfano ambao tunafanya kwa pamoja na nchi ya Burundi pamoja na Rwanda. Tuna miradi kadhaa. Kuna mto Malagarasi pia kuna mradi unaendelezwa pale kule Kigoma. Kwa hiyo kuna miradi kadhaa ambayo iko katika hatua mbalimbali ambayo itatusaidia sana katika kuongeza uzalishaji wa nishati kwa kutumia nishati jadidifu. Lingine, ukanda tuliopo sisi ni ukanda ambao unatuwezesha kupata jua kwa kiwango kikubwa sana, kwamba sasa tunaweza tukazalisha umeme ama nishati kwa kutumia hiki chanzo cha jua. Kwa sasa nadhani watu wengi wanafahamu kwamba kuna mradi mkubwa wa kuzalisha megawati 150 kwa kutumia nishati ya jua unaendelezwa kule Kishapu kule Shinyanga. Megawati 50 za awali nadhani zitamalizika mwaka huu, na mwezi Aprili mwaka huu serikali kupitia TANESCO ilitangaza tenda ya kukamilisha megawati 100 zilizobaki. Kwa hiyo siku za hivi karibuni, miaka michache ijayo, tutakuwa na megawati 150 ambazo zimezalishwa na zinaingizwa kwenye grid. Na serikali, nadhani tutazungumzia pia hili jambo hapa, kuna ule mpango mahususi wa nishati ambao ulizinduliwa. Ule utakuja baadaye. Tutauzungumzia. Sasa kwa nukta hiyo unataka kutuambia nini, kwamba Tanzania haina wasiwasi kutekeleza ama kukamilisha hii kauli iliyotolewa na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusiana na swala zima la nishati jadidifu, kwamba ndio iwe chanzo kikuu cha kabisa, kwa sababu tuna bahati ya kuwa na karibu vyanzo vya kutosha vya nishati jadidifu. Kama nilivyosema, tuna maji ya kutosha kwa maana ya mito. Ukanda tuliopo ni ukanda ambao tunapata jua la kutosheleza. Kuna maeneo ya tafiti zimeonyesha tunaweza kupata nishati kwa kutumia upepo. Nishati ya joto ardhi kama nilivyosema, tayari tafiti zimeshatuonyesha tunaweza kupata nyanda za juu kusini kule. Kwa hiyo kiukweli hatuna wasiwasi, na tunaishukuru pia serikali kwamba imetambua na inafanya juhudi za makusudi za kuendeleza nishati jadidifu. Dokta, kwa haraka kwa mtu ambaye hafahamu hii TAREA, kwa nini jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu, jumuiya hii inahusisha wadau wa aina gani?
Asante sana. Jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu ni jumuiya inayounganisha wadau wote mbalimbali ambao wanafanya shughuli za nishati jadidifu hapa Tanzania. Ni jumuiya ambayo inawakilisha wadau kutoka sekta binafsi, lakini wanaofanya kazi kwa kushirikiana na serikali kuendeleza teknolojia za nishati jadidifu hapa Tanzania. Kwa hiyo tuna wanachama ambao ni makampuni, tuna wanachama binafsi, tuna taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi ambazo ni wanachama. Lakini tunafanya kazi kwa karibu sana na wadau mbalimbali ikiwemo serikali kuhakikisha kwamba vyanzo mbalimbali vya nishati jadidifu vinaendelezwa na kutumika na wananchi kwa usahihi. Hiyo hasa ndio shughuli yetu kubwa. Naam, mtazamaji wa Channel 10, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo ya haraka, na mada kwa siku ya leo tunaangazia wiki ya nishati jadidifu Tanzania kwa mwaka huu wa 2025, na katika kujadili mada hii tumemwalika mwenyekiti wa Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania kwa kifupi TAREA, Dr. Prosper Magali, na nikusihi tu mtazamaji, endelea kufuatilia kipindi hadi mwisho. Baadaye utapata fursa na wewe utashiriki kwenye kipindi kwa kupiga simu, kuuliza maswali ama kutoa ushauri ama kuomba ufafanuzi katika eneo mojawapo ambalo Dr. Prosper hapa amezungumza, lakini kwa namna moja ama nyingine hujaelewa pointi yake, lakini hiyo fursa itakujia wewe baadaye. Nikusihi tu endelea kufuatilia matangazo haya kupitia Channel 10, kilicho bora kabisa, na kipindi hewani ni Twende Pamoja. Dokta, nimesikia kwamba wiki hii mna jambo lenu, mna tukio lenu, wiki ya nishati jadidifu. Wiki hii mmetuandalia nini kwenye hii wiki? Asante sana. Sasa katika yale malengo ya kuhakikisha kwamba teknolojia za nishati jadidifu zinatumika kwa uendelevu, na pia katika kuongeza ufahamu na uelewa kwa jamii kuhusu mambo mbalimbali yanayohusiana na nishati jadidifu, tumekuwa na kawaida ya kuandaa ile tukio la kila mwaka ambapo tunakuwa na wiki nzima ambapo kunakuwa na shughuli mbalimbali zinazoambatana na teknolojia za nishati jadidifu. Sasa kwa mwaka huu shughuli yetu ilianza jana. Siku ya jana ya Jumatatu, ambapo wadau mbalimbali wa nishati jadidifu walipata nafasi ya kutembelea mahali ambako kuna uzalishaji wa kiwango kikubwa wa umeme kwa kutumia nishati jadidifu hapa Dar es Salaam. Walitembelea kwenye hospitali ambako zaidi ya megawati 1.3 ya umeme kwenye hiyo hospitali unazalishwa kwa kutumia nishati jadidifu kwa mfumo wa nishati ya jua. Na pamoja na ziara hiyo ya mafunzo, lakini pia kulikuwa na mafunzo mengine ambayo yalikutanisha wadau kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Leo pia kulikuwa na mafunzo yenye lengo hilo la kuongeza uelewa kwenye mambo mbalimbali kuhusu nishati jadidifu. Sasa kuanzia kesho ndio tunasema ndio lile tukio kuu linaanza. Kesho katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere kutakuwa shughuli yetu kuu ndio itakuwa inaanza, ambapo kutakuwa na kwanza kuna maonyesho ya shughuli mbalimbali za nishati jadidifu kutoka kwa wadau wanachama na wadau wetu mbalimbali. Maonyesho hayo yana teknolojia karibu zote za nishati jadidifu. Teknolojia za umeme jua, teknolojia za nishati safi za kupika kwa kutumia nishati jadidifu. Nadhani hili ni eneo zuri sana ambalo wale watakaopata nafasi ya kuja kutembelea maonyesho wataona pale teknolojia mbalimbali za kupika nishati safi kwa kutumia nishati jadidifu. Kwa hiyo kutakuwa na maonyesho mbalimbali kutoka kwa wadau na wanachama wetu. Alafu pia kutakuwa na mijadala sasa ama mkutano ambao unakutanisha wadau mbalimbali toka sekta binafsi za hapa ndani pamoja na nje ya nchi, na pamoja na sekta ya umma kwa maana ya serikali na wadau wote wa kiserikali
kwenye eneo la nishati watakutana kwa ajili ya kufanya mijadala mbalimbali. Hiyo mijadala itahusiana kwanza na ule tunaita mpango mahususi wa kuzalisha umeme kwa hapa Tanzania, ambao unatokana na lile azimio la Dar es Salaam la mwezi Januari, ambapo wakuu wa nchi zote za Afrika walikutana hapa Dar es Salaam na wakaweka maazimio na malengo mbalimbali ya mambo gani tufanye ili tuhakikishe Waafrika milioni 300 wanaharakishiwa huduma za umeme ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo kesho tutapata nafasi ya kujadili vizuri nafasi hasa ya sekta binafsi kuchangia kwenye huo mpango mahususi wa serikali, ili kwa hapa Tanzania pia tuweze kuharakisha kuwapatia wananchi wetu nishati. Serikali imefanya kazi kubwa, sasa hivi vijiji vyote vimefikiwa na umeme. Na kwa sasa mpango uliopo ni kupeleka umeme kwenye vitongoji. Lakini katika yote haya tunayoyafanya, nishati jadidifu ina mchango katika kuisaidia serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafikiwa na huduma ya nishati. Sasa hivi tunasema kiwango cha watu waliounganishwa na huduma za umeme ni 46%. Huo mpango mkakati mahususi unataka tukifika mwaka 2030 tufikie 75%. Kwa hiyo moja ya eneo rahisi zaidi na gharama nafuu kuweza kuwafikishia wananchi huduma za nishati hasa umeme ni nishati jadidifu, kwa sababu ya urahisi wake wa kuweza kupeleka hiyo miundombinu ambayo sasa hivi inaingiza kwenye grid ya taifa kiwango gani? Kwa sasa nishati jadidifu, sasa tukizungumzia nishati jadidifu maana tunazungumzia na maji pia. Tunazungumzia na maji. Kwa hiyo kwa sasa karibu 60% ya nishati jadidifu inaingia kwenye grid kwa sababu ya tuna mitambo ya kutosha ya kuzalisha umeme kwa kutumia maji. Kwa hiyo karibu 60% kwa sasa tunatumia nishati jadidifu. Hizi nyingine ukiondoa maji, kwa maana ya nishati ya umeme jua na hivi vyanzo vingine, bado iko kwenye kiwango kidogo sana, chini ya 1%. Kwa nini? Ni kwa sababu hivi ni vyanzo, kwanza ni vyanzo vipya ndio vinaanza kuendelezwa kwa sasa, na hasa kwa nchi yetu. Ni vyanzo ambavyo ndio tunaanza kuendeleza. Kama nilivyosema tayari, serikali yenyewe pia inapiga hatua kuhakikisha mchango huu unaongezeka. Kwa hiyo mpaka kufikia, tukitazama ule mpango mahususi wa serikali ama National Energy Compact, tunataka kuongeza karibu megawati 400 kwa kutumia nishati ya umeme jua. Okay. Tunaanza na hizo 150, kwa hiyo taratibu tutaendelea kuongeza. Na kingine ambacho ni muhimu sana kufanya, na tunaishukuru serikali kwa sasa imewekeza fedha nyingi kuimarisha miundombinu ya kusambaza umeme. Sasa ili nishati jadidifu iweze kuwa na nafasi ya kuingiza umeme wa kutosha kwenye grid, ni lazima pia grid iwe na uwezo wa kutosha wa kuweza kuhimili hiyo nishati ama umeme huo mkubwa unaozalishwa na kuingiza kwenye grid. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa hatua mbalimbali ambayo inafanya kuimarisha grid yetu ili pia nishati jadidifu iweze kuwa na nafasi. Katika hili wiki la nishati jadidifu, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa nani? Tunashukuru kwamba kwa kweli tunapata ushirikiano wa kutosha na serikali, na tumemwalika kesho, siku ya ufunguzi, tumemwalika makamu wa rais Mheshimiwa Dr. Philip Mpango aje atufungulie shughuli yetu kuu hapo kesho, na siku ya kufunga hapo siku ya Alhamis tumemwalika naibu waziri mkuu ambaye pia ndio waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Biteko aje kutufungia shughuli yetu. Nimeona kauli mbiu yenu inasema kwamba uwekezaji endelevu katika kukuza matumizi ya nishati jadidifu. Kwa nini mmeamua kuja na kauli mbiu hii? Sasa hii kauli mbiu inatokana hasa na kile tunachokusudia kukipata kutoka kwenye shughuli hii ya wiki nzima. Shughuli hii ya wiki nzima ambayo imeanza hapo jana.
tunataka teknolojia hizi ziweze kutumika kwa uendelevu. Kwanza zenyewe kitu kikubwa sana ambacho tunakipata kutoka kwenye nishati jadidifu ni huo uendelevu, kwa sababu kama nilivyosema ni nishati ambazo hazimaliziki, zinapatikana kwa mzunguko. Kwa hiyo tunakuwa na huo uendelevu, lakini pia tunataka kuhamasisha ama kusukuma matumizi ya nishati jadidifu katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tumetengeneza hii kauli mbiu ili iendane kabisa na kile tunachotaka kukipata baada ya hii wiki nzima. Tuhakikishe kwamba tumeongeza ufahamu na uelewa kwa jamii na kwa watu wote ambao watakuja kwenye shughuli yetu, waweze kujifunza, waweze baada ya kujifunza na kuona, wakirudi sasa kwenye maeneo yao waweze kutumia hizo teknolojia kwa uendelevu zaidi. Naam, mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Huyo ni Dr. Prosper Magali, mwenyekiti wa Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania TAREA. Umemsikia hapa amezungumza kwamba kesho ni ufunguzi wa wiki ya nishati jadidifu Tanzania, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Philip Isidori Mpango. Na nikusihi tu wewe mtazamaji Mtanzania katika viunga vya jiji la Dar es Salaam na mikoa ya jirani kama vile mkoa wa Pwani na hata Morogoro ni karibu hapa, hebu tujiongee pale ili tukaweza kuona hizi nishati jadidifu ni jinsi gani ambavyo zitakavyoweza kutumika kwenye kusaidia kuunga mkono kampeni ya serikali kwenye kuongeza uzalishaji wa umeme, lakini si hilo tu, na hata pia vile vile kusaidia kupunguza gharama za matumizi ya nishati. Ukifika pale utaona nishati jadidifu za aina mbalimbali, amesema dokta hapa, lakini ni wito tu nyinyi watazamaji wetu na Watanzania ambao mnapatikana katika jiji la Dar es Salaam na mikoa ya jirani kusogea pale ili kuweza kupata elimu, lakini kubwa zaidi kwenda kuangalia ni kwa jinsi gani mkakati wa serikali utakaweza kufanikiwa kwenye kutimiza yale malengo ya Kiafrika. Hebu sasa tupate tangazo kutoka kwa mdhamini wetu, kisha baada hapo tunaendelea na kipindi. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank, Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata laini yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Naam, Halotel pamoja kwa ubora. Hivyo ndivyo ambavyo mdhamini wetu anatamatisha ujumbe wake namna hiyo. Hakika Halotel ni mtandao kabambe kabisa wa mawasiliano nchini Tanzania. Kipindi hewani ni Twende Pamoja. Kwa matokeo ya haraka na mada kwa siku ya leo, tunazungumzia wiki ya nishati jadidifu Tanzania ambayo Dr. amesema imeanza tangu jana, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kufungua wiki hili, na baada hapo lakini litakwenda kufungwa na naibu waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na waziri wa nishati Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko. Dr. unazungumziaje jitihada za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika swala zima la nishati, maana yeye ni kinara wa nishati katika bara la Afrika? Asante sana Bwana Mkoti. Kwanza nafikiri kwa miaka ya hivi karibuni swala la nishati safi ya kupikia halikuwemo kabisa katika mijadala mikubwa ya kimataifa na hata ya hapa ndani kwetu. Hakukuwa na mijadala wala mikutano iliyokuwa ikizungumzia nishati safi, hasa nishati ya kupikia.
kama nilivyosema pale awali, kwa hapa Tanzania 90% karibu ya matumizi ya nishati kuu kwa watu wetu inatokana na nishati za kuni na mkaa. Ndio. Sasa unaona kabisa kwamba kwa mfano kwa sasa watu wanaotumia umeme kupika ni chini ya kama 5% hivi. Ni watu wachache sana wanatumia umeme kupika. 1% kubwa wanategemea nishati ya kuni na mkaa kwenye kupika. Kwa hiyo ukitazama jambo ambalo lilitakiwa lipewe nafasi kubwa kuzungumzwa katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa na mengineyo, ilikuwa ni nishati safi ya kupikia. Sasa kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Rais yeye ndio amefanya mjadala huu wa nishati safi ya kupikia sasa ufike kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa. Kama mnakumbuka mwaka jana 2024 ulifanyika mkutano mkubwa sana uliokutanisha wadau wote kutoka pande mbalimbali za dunia kule Paris, Ufaransa. Na yeye Mheshimiwa Rais alikuwa mwenyekiti mwenza wa ule mkutano. Ule ndio ulikuwa mkutano mkubwa wa kwanza wa kimataifa ambao ulizungumzia nishati za kupikia. Lakini chachu ya huo mkutano ulitokana hasa na mawazo yake na maono yake Mheshimiwa Rais. Na sisi kama Tanzania ndio hasa tunaweza kusema ndio ilikuwa chachu ya ule mkutano. Na baada ya hapo mijadala imeendelea kuwepo maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba watu wanahama kutoka nishati zisizoendelevu, zisizo safi kwenda kwenye nishati safi za kupikia. Kwa hiyo kwa kweli Mheshimiwa Rais amefanya kitu kikubwa sana, na hili ndio litaacha alama kubwa kabisa katika uongozi wake, nishati safi ya kupikia. Okay. Tunaona kwamba tayari mpango wa serikali ni kwamba ifikapo mwaka 2034 alau 80% ya Watanzania waondokane na matumizi ya nishati chafu, kwa maana ya matumizi ya kuni pamoja na mkaa, waingie kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nyinyi kama wadau wa masuala ya nishati, mnaona mpango huu wa serikali unakwenda kutekelezeka? Unakwenda kutekelezeka kwa kiwango kikubwa sana. Napenda nitumie nafasi hii kuzungumza mambo machache muhimu sana ili wananchi pia waweze kuelewa. Kwenye ule mpango mkakati wa serikali wa kuwezesha 80% ya watu kuhamia kwenye nishati safi, ule mpango mkakati unasema kwamba kwanza tafsiri ya nini hasa ni nishati safi, ukitoka ulioelezwa kwenye ule mpango mkakati wa serikali. Nishati safi ya kupikia inapatikana pale tu ambapo teknolojia inayotumika kupika pamoja na chanzo cha nishati kinachotumika kinaweza kuzalisha ama 0% ama 0% ndogo sana inayokubalika ya ile tunaita hewa safi inayochafua mazingira na kuharibu afya za watumiaji. Weka nukta hapo Dr. Alafu baadaye tutaendelea. Asante. Mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, na sasa umefika ule wasaa wa kufungulia simu zetu hapa, na ni muda wa wewe kushiriki kwenye kipindi kwa kuweza kupiga simu. Tafadhali na kuomba utakapopiga simu yako punguza sauti ya runinga yako hadi mwisho, usijisikilizie kwenye TV. Ukijisikilizia kwenye TV italeta mwangu studio na sisi tutashindwa kusikilizana na wewe, tutakuondoa hewani. Sasa ili tusikilizane, punguza sauti ya TV yako hadi mwisho na tusikilizane wewe na mimi kwenye simu yako ya mkononi. Ukifanya hivyo tutakusikia vizuri. Jitambulisha jina lako na unapiga simu kutoka wapi, uliza swali lako, Dr. Prosper yuko hapa ataweza kujibu, ama kama ni ushauri ataupokea. Fanya hivyo kuanzia sasa, simu zetu ziko hewani. Fanya kama nilivyoelekeza, punguza sauti ya TV yako hadi mwisho na uweze kuuliza swali lako. Naam, wakati tukisubiri simu Dr. uko unaendelea kutoa ufafanuzi. Kwa hiyo nilikuwa natoa tafsiri ya nini hasa tunapozungumzia nishati safi ya kupikia, maana yake hasa ni nini? Kwa sababu sisi tunasema kuna tafsiri isiyo sahihi. Watu wengi wanafikiri kwamba ukizungumzia nishati safi maana yake ni gesi. Watu wengi wanafikiri hivyo. Okay. Lakini serikali tafsiri yake ya nishati safi ya kupikia sio hiyo.
tafsiri iliyotolewa na serikali kwenye mpango mkakati ule wa nishati safi ya kupikia ni kwamba nishati safi ya kupikia ni pale ambapo teknolojia kwa maana ya jiko linalotumika pamoja na nishati inayotumika vikitumika kwa pamoja kwa usahihi, uzalishaji wa ile gesi chafu inayoharibu afya na mazingira ni 0% ama ni 1% ndogo ile inayokubalika. Sasa nishati za kuni na mkaa kwa mfano sio kwamba ni nishati chafu, isipokuwa kama kuni na mkaa sasa hivi tuna mkaa wananchi wakija kwenye maonyesho wataona pale kuna mkaa mbadala. Mkaa mbadala sio huo mkaa unaotumika kukata unaotokana na miti kukata miti na vinginevyo. Kuna mkaa mbadala wataona unatumika. Sasa hapo ndo mkaa mbadala, sio jadidifu. Mkaa mbadala. Mkaa mbadala. Kuna mkaa mbadala. Alafu kuna majiko tunaita majiko sanifu. Sawa. Ni majiko yaliyotengenezwa kuhakikisha kwamba kiwango cha ile gesi sumu inayozalishwa kama sio 0% basi ni 1% ndogo sana, kiasi kwamba haina madhara kwa mtumiaji. Kwa hiyo mkaa unaweza ukatumika na pamoja na teknolojia sahihi kwa maana ya jiko sahihi na bado ukaweza kupata nishati safi na watu wakapika. Sasa tunasema kwamba huu mkakati utatekelezeka kwa urahisi sana kama teknolojia zote na vyanzo vyote vya nishati safi ya kupikia vikatumika. Vyanzo vile ambavyo ni rahisi kwa wananchi wetu kuweza kuvipata maeneo waliko na wakavipata kwa gharama nafuu. Tutawezesha sana huu mkakati kuweza kufanikiwa kwa kipindi kifupi na tutaweza kuwahamisha wananchi wetu wengi kwa kipindi kifupi. Kwa hiyo ule mpango mkakati wa serikali umeazimia pia kupunguza gharama za teknolojia mbalimbali za kupika. Waje tusikie simu. Halo mtazamaji kwenye line. Mtazamaji kwenye line, halo. Halo mtazamaji kwenye line. Mtazamaji kwenye line, halo. Simu yake imekwenda. Tafadhali jaribu tena kupiga simu, utatupata hewani. Naam, Dokta, ulikuwa unaendelea. Kwa hiyo katika ule mpango mkakati wa serikali, moja jambo kubwa ambalo litafanyika kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi waweze kuelewa kwanza tunapozungumzia nishati safi ya kupikia tunamaanisha nini, tunapozungumzia na hizo teknolojia mbalimbali za nishati safi za kupikia ni zipi. Kwa hiyo kutakuwa na mpango endelevu wa kuelimisha wananchi maeneo mbalimbali waweze kuelewa hasa nini wanatakiwa kufanya. Kuna mkakati pia wa kuhakikisha kwamba hizi teknolojia za nishati safi ya kupikia zinapatikana kwa gharama nafuu. Kwa hiyo kuna mpango wa kutakuwa na mapunguzo ya kodi na mambo mengine ambayo yote hayo serikali imeazimia kuyafanya ili wananchi waweze kuzipata hizi huduma ama teknolojia za nishati safi ya kupikia kwa gharama nafuu. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba vyanzo vyote vya nishati safi ya kupikia vikitumika itakuwa rahisi sana kuwahamisha watu kwenda kwenye nishati safi ya kupikia. Lingine, kwa sasa vijiji vyote vimefikiwa na umeme. Moja ya eneo ambalo tunaweza tukawawezesha watu wengi sana kuweza kutumia nishati safi za kupikia ni kwa kutumia umeme. Na kwa sasa kesho kwa mfano kwenye maonesho weka nukta tena. Naam. Halo mtazamaji kwenye line. Mtazamaji kwenye line, halo. Halo mtazamaji kwenye line. Changamoto ipo. Naam. Tuendelee. Nilikuwa nazungumzia kupika kwa umeme. Kwenye maonesho TANESCO watakuwepo. Okay. Na watakuwa na banda lao. Na kwa sasa TANESCO wameingia kwenye kampeni ya kuhamasisha watu kupika kwa umeme.
wana kampeni yao inaitwa umeme ni nishati nafuu jikoni. Naam, mtazamaji kwenye line, halo. Halo, mtazamaji kwenye line. Mtazamaji kwenye line, halo. Leo unaona changamoto kubwa kwa upande wa line zetu za simu. Naam, tuendelee na kampeni ya TANESCO. Wanazungumza hiyo. Kwa hiyo wana kampeni yao wameita umeme ni nishati nafuu jikoni. Hii kampeni lengo lake ni kuwawezesha ama kuwaelimisha wananchi kwamba kwa sasa ziko teknolojia kwa maana ya majiko ya umeme ambayo yametengenezwa kutumia umeme kidogo sana kuweza kupika. Na kuanzia kesho tunao wadau ambao wataonyesha hizo teknolojia za kupika kwa umeme kwa kutumia gharama nafuu sana. Chini ya uniti moja ya umeme unaweza ukaivisha mlo wako mmoja. Chini ya uniti moja. Chini ya uniti moja ya umeme. Na hayo majiko yatakuwepo. Na tunaishukuru sana TANESCO kwa kuunga mkono hizi juhudi za kuhakikisha kwamba watu wanapika kwa umeme. Sasa kwa kuwa tuna umeme sasa umefika kwenye kila kijiji, na kwa kuwa pia majiko yanayotumia umeme kidogo kwa sasa yanapatikana, na pia yanapatikana kwa bei nafuu, tukiweza pia kupeleka haya majiko yakaenda maeneo ya mbali mpaka vijijini, maanake tutawezesha watu wengi mpaka wa vijijini kuweza sasa kuanza kupika kwa kutumia umeme. Kwa hiyo tukitumia namna zote, watu wanao promote ama wanaohamasisha kupika kwa kutumia gesi nao wanafanya kazi yao kuhakikisha kwamba watu wanatumia gesi. Sisi watu wa nishati jadidifu tunahamasisha za kwetu zinazohusiana na nishati jadidifu pamoja na umeme. Kwa hiyo sisi wote tukifanya kazi kwa pamoja, mkakati huu wa kuwahamisha wananchi mpaka mwaka 2034 unawezekana. Dokta, umesema vizuri hapa kwamba Tanzania imejaliwa rasilimali nyingi. Hizi nishati jadidifu zipo za kutosha, maji yapo mengi ya kutosha, upepo upo wa kutosha, joto ardhi nyanda za juu kusini kule tumeona hakika mambo ni mazuri yanaendelea. Yeah. Na umesema hapa watu wengi wanafikiri kwamba ukisema nishati safi wengi wanafikiria ni gesi. Yeah. Lakini umetoa elimu hapa kwamba nishati safi ni kitu gani kwa mujibu wa tafsiri ya serikali. Yeah. Kwenye huu mpango. Yeah. Lakini elimu kwa wananchi bado haijakolea sawa sawa. Yeah. Umezungumza mwanzo kwamba watu wanaotumia nishati ya umeme kupikia haizidi 5%. Yeah. Bado iko chini. Yeah. Leo ukimwambia Mtanzania wa kawaida, ukimwambia kwamba atumie umeme, hali ya kuwa ule tu anaotumia nyumbani anataka zile unit ishuke bei, leo ukamwambia akachemshia maharage, hakuelewi. Kumbe kuna teknolojia ambayo anaweza kaivisha mlo chini ya uniti moja. Nani wa kutoa hiyo elimu kama nyinyi wajuzi, wataalamu wa mambo, taasisi, hamtokei mbele kwa ajili ya kutoa hiyo elimu wananchi waelewe kwamba tunaweza kuachana na nishati ya kuni na mkaa, tukatumia umeme, tukatumia gesi, tukatumia teknolojia nyingine ili kuunga mkono jitihada hizi za serikali? Ni swali zuri sana kaka Hamisi. Sasa ndio sababu ya wiki ya nishati jadidifu. Moja ya kazi kubwa tunayofanya ni kutoa elimu. Kutoa elimu watu waweze kujua maendeleo mbalimbali ya teknolojia mbalimbali za nishati jadidifu, lakini na teknolojia za kupika pia. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa na wahamasisha wananchi wafike pale Julius Nyerere, ukumbi wa kimataifa wa Julius Nyerere. Maonyesho ni bure, hakuna kiingilio. Maonyesho ni bure kabisa. Wafike pale, watakutana na wataona hizi teknolojia mbalimbali za kupika za nishati jadidifu. Watakutana pale na haya majiko tunayozungumza hapa yanayotumia umeme kidogo kabisa kuweza kupika. Na TANESCO watakuwepo kuzungumzia kampeni yao hiyo ya kupika kwa kutumia umeme kwa gharama nafuu. Naam. Halo mtazamaji kwenye line. Nipo Dodoma. Mtazamaji kwenye line. Hello.
Naam, tunaomba jitambulishe jina lako na unapiga simu kutoka wapi? Sawa, mimi naitwa Mwansasu kutoka Dodoma. Ndio. Kutoka Dodoma, mimi naitwa Mwansasu kutoka Dodoma. Karibu. Mimi nashukuru sana kwenye uchangizo. Kitu ambacho nimemfurahia mwingine mchangiaji ambaye mko naye mwandishi wa habari. Kwanza tusitamue kile kusema nishati chafu. Babu zetu wamekula chakula kutumia kuni hizo. Tuwe na Kiswahili kizuri cha kusema tu kwa sasa tumebadilika hivyo. Sawa na mtu leo unaweza ukasema simu chafu. Tulitumia simu za mezani ambayo tulikuwa tunafanya communication. Kwa tutumie taratibu ya kusema chafu hapana. Tuseme wakati tusimdharau mpekecha moto. Tujaribu kuwa na Kiswahili kizuri cha kusema hapana. Mimi kama mzee umri wangu karibu miaka 70 tuweke chakula kilipita wakati sasa tunakwenda. Kwa hiyo mimi napenda sana kwenye Kiswahili tuseme ilikuwa chafu hapana. Ilikuwa hivyo sisi wote wazazi wenu na babu zetu walitumia kuni. Na ukiangalia sana waliotumia hizo kuni walikuwa na maisha mpaka wanafikisha miaka 70, miaka 100 wakitumia hizo, ila ni mabadiliko sasa hivi. Kwa nilikuwa naomba kwenye Kiswahili tunatumia vizuri, hakuna chafu nini hapana. Naomba tuitumie vizuri Kiswahili chetu ambacho Kiswahili cha kwetu sisi wenyewe. Asante sana. Naam, na Dr. umemsikia mtazamaji wetu kutoka kule Dodoma. Yeye anakubaliana na kila kitu kabisa, lakini yeye anachopinga ni matumizi ya neno chafu. Kabisa. Na kiukweli hata sisi kama wadau wa nishati jadidifu tunasikitishwa wakati mwingine na hasa hii nishati za kuni na mkaa zinapoitwa nishati chafu. Ni jambo ambalo kwetu sisi linatusikitisha kidogo kwa sababu sasa watu nafikiri inatokana na kinyume cha safi. Sasa wananchi wanashindwa kutofautisha kwamba kumbe unaweza kutumia nishati kuni na mkaa na bado ikawa nishati safi ya kupikia ukiwa na jiko sahihi. Okay. Kwa sababu ni kweli wazee wetu na hata sisi wengine tumelelewa hivyo. Wazee wetu walikuwa wanatumia jiko lile la mafiga matatu kwa kutumia kuni. Sasa ile ni jiko ambalo kwanza lilikuwa linapoteza nishati kwa kiwango kikubwa. Okay. Alafu pia uzalishaji wa moshi na ile gesi chafu inazalishwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa sasa tunachokitaka kuni na mkaa badala ya kutumia hayo mafiga matatu, kuna jiko sasa limetengenezwa kiusanifu. Linapunguza matumizi ya nishati kwa maana hayo matumizi ya kuni yanapungua kwa kiwango kikubwa. Lakini ule uzalishaji wa ule moshi na ile gesi chafu unapunguzwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa kutumia majiko ya aina hiyo maana yake unatumia kuni na mkaa lakini unapata bado nishati safi. Kwa hiyo ndio sababu serikali pia hivi karibuni kutazinduliwa tunaita mpango wa uelimishaji jamii. Siku za hivi karibuni serikali itazindua na utakuwa ni mpango endelevu wa kupita Tanzania nzima na kutumia vyombo vya habari na wadau kama sisi kuweza kuelimisha jamii waweze kuelewa kwamba serikali haina maana kwamba kuni na mkaa kama anavyosema mzee ni nishati chafu. Isipokuwa kuni na mkaa zikitumika kwa usahihi, kwa teknolojia sahihi zinaweza kuwa safi. Safi. Naam. Mtazamaji kwenye line, halo. Halo, mtazamaji kwenye line. Halo, mtazamaji kwenye line. Mtazamaji kwenye line, halo. Haya, wakati mwingine atajaribu tena atatupata hewani. Umezungumza jambo hapa Dokta kwamba si kila wakati kuni na mkaa havifai. Si kila wakati. Itategemea mama anatumia jiko la aina gani. Kabisa. Akitumia jiko sanifu lililo designiwa kwa utaalamu, kuni ile ile au mkaa ule ule unapunguza madhara ya moshi
na kuleta madhara ya kiafya, na badala yake ile nishati inakuwa safi kabisa. Sasa hiyo ni kazi ambayo kwa kweli mimi nafikiri kwamba hebu siku mkajitoa mkaenda mtaani na nini kwa ajili ya kuhamasisha hivi vitu. Wakati mwingine mtu anataka kuona, maana wanasema kuona ni kuamini, si ndio? Mfanye kampeni zenu tu, mkaenda mtaani mnasema kwamba tunataka kutengeneza kidogo kama eneo. Naam. Halo mtazamaji kwenye line. Kwa jina naitwa Ayubu Mohamed kutoka Singida. Ndugu wetu Hamisi kutoka Singida. Kwa jina naitwa Ayubu Mohamed kutoka Singida. Karibu. Ayubu Mohamed kutoka Singida. Asante. Mchango wangu wa mawazo, naona serikali wangefanya mpango labda kuliko kuweka ruzuku kwenye mpango wa kulipia mitungi ya gesi. Mimi naona pengine labda wangeweka ruzuku kwenye kwenda kujaza mtungi wa gesi, kwa sababu kwenda kununua mtungi wa gesi ni bei nafuu, lakini kwenda kulipia ila kwenda kujaza mtungi wa gesi ni gharama nafuu. Naona bora serikali wangefanya hivyo, ingekuwa ni jambo zuri zaidi. Haya, asante sana. Umemwelewa ndugu yetu? Nimemwelewa vizuri. Karibu. Nimemwelewa vizuri. Alikuwa anamaanisha kwamba baada ya kuwa na ule mtungi wa gesi kuna ile gharama ya kwenda kujaza gesi. Kwa hiyo alikuwa anashauri, anapendekeza kwa serikali kwamba kama kunaweza kuwa na ruzuku kuweza kufanya huo ujazaji wa gesi za mitungi kuweza kuwa nafuu. Kwa hiyo huo ni ushauri kwa serikali, lakini pia tayari serikali imepanga mikakati mbalimbali ya kuhakikisha kwamba hizi teknolojia zinapatikana kwa gharama nafuu, na kuna vipindi mbalimbali ambavyo vitakuja. Kwa hiyo kwenye huo mkakati wa kuelimisha wananchi, moja ya mambo ambayo yatafanyika pia ni kuwaelimisha wananchi kuhusu hiyo mipango ya serikali na hivyo vipindi ambavyo imeweka ili kuhakikisha kwamba hizi teknolojia zinapatikana kwa gharama nafuu. Mimi nafikiri Dokta, kwenye swala hili la kutoa elimu tu peke yake kama vile naona haitoshi. Dio. Lakini jitihada kubwa inatakiwa kufanyika hapa, kutoa elimu lakini ifanyike kwa vitendo zaidi. Kabisa. Serikali imetengeneza mkakati wake wa kufikia 2034 80% wa Tanzania waweze kutumia nishati safi ya kupikia. Na mtazamaji kwenye line, hello. Asante. Hello. Naam, karibu kwenye mada. Hello. Karibu kwenye kipindi. Naitwa Mwansasu tena kutoka Dodoma. Ndio. Mimi nilikuwa naomba sana, kuna watu wameshaanza kutengeneza mkaa wa kuchanganya, wanachanganya labda hiki na hiki, wanatoa, wanasema sasa hivi ni mzuri sana. Lakini ajabu, kesho kuta tena ikitokea tena utakuta wanasema unajua unaweza kifua kikuu. Wameutafitije? Nimeshaona kuna watu wengine huko wanasema sasa hivi mkaa unatumika, ni mzuri, unatengenezwa kwa matanuri na nini. Nisikie sasa hivyo vitu, je, wataalamu wetu huo mkaa wamefanyia utafiti wa kweli? Tusije tukasikia tena kesho kutwa una matatizo, unaleta ugonjwa wa macho, mara kifua kikuu. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana hicho. Mimi huyo mada naipenda sana, lakini kwanza tuheshimu sana wapekesha moto. Walioanza kutumia mikaa, kutumia kuni na nini, pia walikuwa ni binadamu ambao wanaishi pesa kuliko wao. Sasa hivi nataka kila kitu ndio sisi. Sasa hivi tumebadilika. Sasa hivi na nini, tuheshimu tulikotoka ili tutafiti. Naam, asante sana. Nafikiri ni mtazamaji wetu yule. Amerudi tena. Lakini ametoa tahadhari hapa kwamba hiyo mikaa bora, hiyo rafiki mnaisema, mmeifanyia utafiti wa kutosha, isije kwa watu watumie alafu wanaanza kuugua macho. Ni angalizo muhimu alilolitoa, na naomba nimhakikishie kwamba hii mikaa yote tunaita mikaa mbadala unaotengenezwa kabla ya matumizi vinapitia maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuthibitishwa kwamba unafaa kwa matumizi.
Kwa hiyo ni teknolojia ama ni ngoja ni weka nukta kidogo hapo. Mtazamaji, tunasitisha matumizi ya simu kwa sasa kwa sababu muda sio rafiki, ili tuweze kupata muda wa kukamilisha baadhi ya hoja zilizosalia mezani. Nikushukuru wewe mtazamaji ambaye umeweza kupiga simu na ukatupata studio wakaweza kuuliza swali lako. Kwa wale ambao wamejaribu kutupata, kipindi kingine jaribu kufanya hivyo, utatupata. Naam, karibu. Ya, kwa nilikuwa nazungumzia kwamba angalizo lililotolewa ni muhimu, lakini niwahakikishie watazamaji wetu na wananchi kwa ujumla kwamba hizi teknolojia za kuzalisha mkaa mbadala zote ni teknolojia ambazo zimethibitishwa na hazina madhara kwa watumiaji. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi wakikutana na mkaa mbadala kwa ajili ya kutumia. Tunaambiwa kwamba nchi zinazoendelea zinakabiliwa na changamoto ya fedha katika matumizi ya nishati jadidifu kama sehemu ya kukabiliana na uchafuzi wa mazingira. Hii inasababishwa na nini? Ni swali zuri sana. Kiukweli ukitazama mgawanyo wa rasilimali fedha duniani kote, fedha zinazokwenda kwa ajili ya kuwekeza kwenye miradi ya nishati jadidifu ni kiwango kidogo sana. Kiwango kidogo kabisa. Na hiyo ni tunaweza kusema ni duniani kote, lakini hususan kwa nchi za Kiafrika uwekezaji kwenye nishati jadidifu ni wa kiwango cha chini sana. Na ndio maana kwenye ule mkutano uliofanyika mwezi Januari ambao ulikutanisha Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika, moja ya malengo ya ule mkutano ilikuwa ni kutafuta vyanzo vya fedha ili kuwezesha hawa wa Afrika milioni 300 kuweza kuharakishiwa huduma za umeme. Na kupitia ule mkutano zaidi ya dola bilioni 50 ziliahidiwa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ikiwemo Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na wadau wengine mbalimbali. Sasa kwa mfano, Tanzania kwenye ule mpango mkakati wake wa nishati wa 2025 mpaka 2030 tunahitaji dola bilioni 12 kuweza kuutekeleza. Uende kwenye miradi ya kuzalisha umeme, uende kwenye miradi ya nishati safi ya kupika, uende kwenye miradi ya nishati jadidifu, dola bilioni 12. Sasa hebu tazama kwenye ule mkutano ahadi zilikuwa dola bilioni 50. Nchi za Kiafrika ziko ngapi? Na wanawezaje kugawana hiki kipande kidogo cha rasilimali fedha? Kweli hakika hiyo ni changamoto kubwa sana. Upatikanaji wa fedha ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo sisi tunaishukuru serikali inajaribu kutafuta wadau mbalimbali wa kuweza kushirikiana nao, na tunapenda kuiahidi serikali sisi kama sekta binafsi kwa sababu tayari kuna mipango ambayo serikali imepanga na kuna nafasi ambayo serikali inatupatia sisi kama sekta binafsi, na sisi tutafanya sehemu yetu kuhakikisha kwamba pia tunatafuta fedha kuchangia kwenye hizi dola. Basi mimi nikushukuru sana Dr. Muda sio rafiki, navutwa shati. Ndiyo. Lakini elimradi tu kwamba jambo la wiki ya nishati jadidifu, wa Tanzania wengi waelekea pale, wakazi wa Dar es Salaam na viunga vyake pamoja na mikoa jirani watakwenda kupata elimu kubwa zaidi kuhusiana na matumizi ya majiko sanifu, lakini mkaa na kuni vile ambavyo vinavyotakiwa ili kuzalisha nishati safi. Nikushukuru sana Dr. Asante sana. Nashukuru sana kwa kukaribishwa na asante sana. Na mtazamaji wa Channel 10, kilicho bora kabisa hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho, na hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi cha Twende Pamoja kwa siku ya leo. Kumbuka leo tulikuwa tunaangazia wiki ya nishati jadidifu Tanzania kwa mwaka 2025, na studio tulimwalika mwenyekiti wa jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu Tanzania TAREA, Dr. Prosper Magali. Pamoja nami tumeangazia kwa kina kuhusiana na swala zima la nishati jadidifu. Mwisho na niseme kwamba kazi na utu, tunasonga mbele. Asante na kwaheri kwa sasa. Kipindi hiki cha Twende Pamoja kimeletwa kwenu na Halotel. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu.
vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank. Namba ya Vibe ni nyota 148 nyota 55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata laini yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka.